ukuta, tunatengeneza ukinzani mkubwa. Na ndiyo maana sasa baada ya taifa ili la Israeli kwamba limekuwa na makosa, limekuwa na uasi, nyumba ya Yakobo, nyumba ya Israeli, Mungu anamuinua nabii wake katika sura 58 mstari wa kwanza. Anawaambia, nabii nimekutuma katikati yao kwenye nyumba ya Yakobo wenye dhambi na Israeli juu ya makosa yao, kawaambie. Na utakapowaambia, maana yake wapazie sauti, uwaonye. Lengo la Mungu kumtuma, kama nilivyotangulia kusema, lengo ni kutaka Waisraeli, nyumba ya Yakobo, njia wanayoiendea, makosa wanayoyatenda, basi wayaache. Kwa kuwa njia walionayo si njia ambayo ni salama. Na lengo la Mungu siku zote, Mungu alivyoweza kumuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu kwa sura na kwa mfano wake, na akamuumba mwanadamu aishi katika hali ya utakatifu. Lakini mwanadamu baada ya kukosea akaishi katika maisha ya dhambi, bado Mungu aliendelea kumuona mwanadamu kwamba bado pamoja na kosa alilolitenda, bado ana kila sababu za kurudishwa katika utawala wa kimungu. Na ndiyo maana Mungu anafanya anafanya kazi ya kuwatuma manabii na mawakilishi wake mbalimbali. Lengo, ujumbe wa Mungu uweze kumfikia yule mlengwa au wale walengwa ambao wanaishi nje na mpango wa Mungu, ili njia zao zikaweza kupona wakawa salama. Kwa sababu kitendo cha Mungu kumleta Kristo duniani, alihitaji wewe na mimi tuweze kupona, wewe na mimi tuweze kumgeukia na kumfuata, ili aliko na sisi tukawepo. Kumbe kama Kristo amekuja kuifanya kazi yake na ameikamilisha, lakini bado sisi wanadamu tunaendelea kuishi katika mazingira ambayo bado ni mazingira ya upotevu. Bado Mungu anaendelea kuibua wawakilishi, manabii, makatekista, mapadili. Lengo sasa ni kuwaonya Wakristo, kuwakumbusha Wakristo watambue na kuona njia wanazoziendea sio njia ambazo ni sahihi machoni pa Mungu, bali ni njia ambazo zinaweza zikawaingiza katika hatari. Katika Kwaresima imekuja kwetu sisi kama fursa wa Kristo wa Katoliki. Lakini lengo kubwa ya Kwaresima ni kuhitaji sisi tukae magotini pa Yesu, tukitafakari neema na baraka za Mwenyezi Mungu, lakini pia tukitafakari sisi wenyewe juu ya kifo na juu ya sadaka ya Yesu msalabani. Lakini pia na kujitafiti na kujitathmini sisi wenyewe juu ya maisha na misingi ya familia zetu. Ni namna gani ambavyo tunaishi kwa sasa? Tuna mahusiano gani na Mungu? Je, mahusiano yetu ni mazuri na Mungu au mahusiano yetu ni mabaya na Mungu? Na kama mahusiano yetu ni mabaya na Mungu, kwa tafsiri ya kawaida, maana yake tunaishi katika maisha ya dhambi. Na kama tunaishi maisha ya dhambi, Kwaresima ilivyokuja kwetu inatuhitaji tufanye toba. Inatuhitaji tumwendee Yesu kwa unyenyekevu, ili Yesu aweze kutunusuru, aweze kutuokoa. Tuachane na baadhi ya makando ambayo yanaweza yakatupeleka katika upotevu. Katika kipindi hiki cha Kwaresima, tutenge wakati wa kufanya ibada na familia zetu. Asubuhi tufanye ibada na familia zetu. Mchana tufanye ibada na familia zetu. Jioni tufanye ibada na familia zetu, na usiku tujikabidhi kwa Mungu. Tuziombee familia mbalimbali, kama familia za wagonjwa, wenye shida, wenye ndoa zenye changamoto mbalimbali, wapagani ambao wako mbali na Mungu. Kupitia kipindi hiki cha Kwaresima, sala zetu na sala zenu pia ziweze kuunganika kwa pamoja, ili kuweza kunusuru makando na madoadoa ambayo yapo juu yetu na juu ya wenzetu. Sala zetu tukiziunganisha tukamlilia Mungu, tunaweza tukapata nguvu ya kuwasaidia na wengine. Mitume walipokuwa umoja, walipokuwa ushirika, ghasia zilipoinuka juu yao, wao kama ushirika waliweza kuungana, wakafunga mnyororo, wakamuomba Mungu, wakamwambia Mungu, tazama mataifa wanavyofanya ghasia, tazama mataifa wanavyozidi kutushambulia.
Tazama mataifa wanavyoendelea kutupiga mishale. Mungu, tunaamini vita hivi si vya kimwili, ni vya kiroho. Mpinga Kristo amesimama ndani yao. Mungu, simama kapigane nao. Na Mungu aliwasikiliza. Kama nilivyotangulia kusema, maisha yetu sisi wanadamu ni mafupi, ni sawa na mvuke. Mvuke ambao unaweza kuonekana kwa muda alafu kitambo kapotea. Unaweka hazina ipi wewe kama mvuke utakayetoweka baadaye? Katika maisha ya kawaida, wewe na mimi tunapaswa kuwekeza rasilimali zetu kwa Mungu. Kwa sababu tunapowekeza rasilimali zetu kwa Mungu, tunawekeza akiba ambayo haiwezi kuharibika. Lakini tunapowekeza rasilimali zetu katika dunia, bado vitu vyetu ni vya kuharibika. Kwa sababu vitu vyetu tunavyoviona katika ulimwengu ni vitu ambavyo ni vya kuharibika, ni vitu ambavyo ni vya kupita. Kipi kifanyike? Tuyafanye yote, lakini Mungu tumtangulize kuwa wa kwanza kipaumbele. Tenga muda wako, tenga shughuli zako zote. Usifanye kwa wakati wako, lakini Mungu muweke kipaumbele.